Mnaniuliza kuwa nini maana ya kuchanganya dini na siasa, kuwa kwa nini Sheikh Suleiman Takadiri alifukuza chama kwa kuchanganya dini na siasa. Na mimi siwezi nikulaumu kwa sababu nyinyi wote mmezaliwa miaka mingi baada ya uhuru kupatikana, na kwa bahati mbaya, na hii ni bahati mbaya sana, historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika, historia ya TANU kuanzia African Association haijapata kuelezwa. Na sasa wewe mwaka 2026 unasoma kuwa kuna shekhe alikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee wa TANU kafukuzwa chama kwa sababu alichanganya dini na siasa. Unauliza, hii dini gani ambayo ilichanganywa na siasa? Na wengine wanauliza, kwani alisema kitu gani? Sasa kwa ustaarabu ni kuwa, mathalan, sisemi kama Sheikh Suleiman Takadiri alitukana, lakini hapana, alisema maneno mazito ambayo wanahisi kwa wakati ule hayakustahili kusemwa kwa sababu yangesababisha farka katika chama, tena katika wakati ambao TANU na wananchi wa Tanganyika wanauona uhuru huu hapo unakuja. Kwa ninasema tu kwa staha, lakini kwenye kitabu, kama utasoma kitabu cha Abu Said, utakuta yote haya nimeeleza bila kuweka pazia. Ni kuwa mji wa Dar es Salaam na wazee wetu walipoanzisha harakati hizi za uhuru kuanzia African Association, waasisi wa harakati za uhuru walikuwa 9. Katika hao 6 ni Waislamu. Na hiki kisa nilichokieleza mara nyingi, hiyo ilikuwa 1929. Lakini ile chama cha African Association hawakukusudia kuwa watakuwa wao tu ndani mle, hapana. Imetokea hivyo kwa sababu ya hali yenyewe. Haya ndio madhara ya ukoloni. Wakoloni wao, wakoloni wa mashonari walikuwa watawala nchi kwa ushirika. Hawakutaka kuona Wakristo wanajiingiza katika mambo ya siasa, kwa sababu maana yake ilikuwa hii ni kuwapinga. Na ukirudi nyuma sasa, wakati wa Ujerumani umepambana kwa silaha, na wengi walipambana nao walikuwa ni Waislamu. Abushiri bin Salim Mkwawa, Hassan Bari Makunganya, utakuta makaburi yao mengi ya Ujerumani yapo katika miji ya Waislamu. Sasa hii ikawatia hofu. Sasa angalia kuwa hata zile harakati kuwa walipokuja kuunda Al-Jamiat Al-Islamia fi Tanganyika, sasa hiki kwa chama cha Waislamu wa Tanganyika. Na hawa wa Jamiat Al-Islamia fi Tanganyika ndio wale waliounda chama cha African Association. Ni vigumu sasa vyama hivi viwili kuvitenganisha. Lakini kadri harakati zilizokuwa zinasonga mbele na watu wengine wanakuja kuingia, Wakristo wanakuja kujiunga katika harakati za TANU, wanakuwa wengi, nikawa sasa ule Uislamu katika harakati upo, lakini haukuwa kwa nguvu ile ya mwanzo. Siku moja mimi ndo mtu aliniambia nyimbo hii kwa mara ya kwanza, ni Zuberi Mtembo. Tumekaa nyumbani kwake pale Masaki. Basi akaniambia kulikuwa na nyimbo moja tukipenda sana sisi TANU, na nyimbo hii tulikuwa tukiiweka wakati Nyerere anapanda jukwaani, akina mama, akina Hawa binti Maftaa, akina Halima Hamisi, Titi Mohamed, Tatu binti Mzee,
Biti Mnyama, hawa wanza kuimba ile nyimbo na kwenda usikionyesha imba hapa. Mheshimiwa twakupenda sana, wallahi sina mwingine, inshallah Mungu yupo, Tanganyika tutajitawala. Sasa chukua hii nyimbo hii, unasema inshallah Mungu yupo, Tanganyika tutajitawala. Hiyo nyimbo inaimbwa, Nyerere anapanda kwenye jukwaa. Lakini kabla hajapanda kwenye jukwaa, Sheikh Suleiman Takadiri amemtangulia kwenye jukwaa kumtambulisha. Kwa hiyo mwalimu alikuwa hajulikani. Na akisimama pale kwenye jukwaa, Sheikh Suleiman Takadiri anasema Fatiha. Na ile sura Fatiha, uwanja mzima wa Mnazi Mmoja ule unasoma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mpaka mwisho. Amen. Mwalimu anapanda. Lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anaona ile jambo ni baya, kwa sababu ndio wenye chama chao. Sasa ninyi watu wachache mko kwenye chama, mtambie msisome Qur'ani kwenye nini pale New Street. Hawajaanza mkutano, watatanguliza kwa dua. Mwalimu atakuwa amepelekwa kwa Mufti Sheikh Hassan bin Amiri kwenye madrasa yake ile Kariakoo, mtaa wa Amani. Hapa amesoma madrasa hapa, yuko hapo sasa. Mwalimu ameweka pale, Sheikh atawaambia wanafunzi waondoke, anawaambia basi mpaka kesho mtarudi. Anakaa pale wazungumze kwa utulivu. Bila shaka Sheikh Hassan bin Amiri hawezi kuanza mazungumzo bila kupiga Fatiha, yani ipate ile baraka. Sasa hapa ndio pale unapopata tabu wewe kuwa sasa hali kama hii vipi Sheikh Hassan bin Amiri ajiambiwa, Sheikh Suleiman Takadiri ajiambiwa anachanganya dini na siasa? Hapo ndipo kwa swali wewe unajiuliza, sasa itakuwaje kama hii ndio ilikuwa hali ya chama cha tano? Vipi ambiwa? Kwa nini alipokuwa anasimama kwenye jukwaa anasoma sura Fatiha hakuambiwa anachanganya dini na siasa? Leo anaambiwa kuwa anachanganya dini na siasa. Na ile naweza kujibu kwa hivi, ni kuwa kura 3 sasa, hiyo 58 chama cha tano kina miaka minne, kimekuja na masharti, na sharti moja ilikuwa la elimu, kwa mtu hawezi kusimama kuchaguliwa kuingia katika legislature au kupiga kura, sharti au na elimu ya darasa la 12. Alafu baadaye walishusha kile kiwango kwa darasa la 10. Awe na kazi inayotambulikana, sio kapanga nyanya zake pale Kariakoo nje ya soko ya ofisi ya Bwana Abdul Sax pale, akategemea yeye atakwenda kupiga kura. Ile alikutakiwa. Na vile vile kwa ampigie mzungu, ampigie Mwaisha, ampigie na Mwafrika. Sasa Suleiman Takadiri hili kaliona. Sasa na wengi wameliona hili, na ndio maana wakasema hatuingii kwenye uchaguzi huu. Lakini kama kuingia kwenye uchaguzi, vipi utapewa nchi? Sasa hapa ndio minong'ono ikaanza. Sasa hii chama ya watu Waislamu katika harakati lele. Na siku zote minong'ono haina kheri. Minong'ono siku zote haina kheri, ni jambo litaleta fitna tu. Na Mwalimu Nyerere, alhamdulillah, Mwalimu Nyerere hili akaliona yeye, kaliona hili, na ndio akenda Tanga nishakeleza kisa, wakaweka mipango na ikafanywa dua tawasul Mnyanjani, kisomo kikubwa pale usiku mpaka fajiri. Unaswali fajiri, unarudi Tanga mjini. Mwalimu Nyerere yupo, Amos Kisenge yupo. Sasa hii huwezi kuita kama kuchanganya dini na siasa. Hii ndio ilivyokuwa, hali ndio ilivyokuwa hivi wakati ule. Sasa laiti sasa hii historia ambayo mimi nakuelezeni kama ingeandikwa
toka pale wanaandika historia ya tano, wangeandika hii ndio hali ilivyokuwa. Nadhani leo nyinyi msinge niuliza mimi kuwa vipi Sheikh Suleiman Takadiri ashutumiwe kuwa anachanganya dini na siasa. Yeye Sheikh Suleiman Takadiri naamini kuwa hakuwa anaona kama anachanganya dini na siasa, na wengi walikuwa wanaona kuwa hakuchanganya hapo. Hiyo hali ndio ilikuwa hiyo ndio ilikuwa historia tano. Lakini bahati mbaya sasa hii hali ikaanza kuotisha watu baada ya kura tatu. Sasa tunakwenda tushenga ndani ya bunge, sasa ndio tunatazama ule na huru ulipopatikana, hofu sasa ikawa imezidi. Na alipoandikwa historia ya tano, nani wa kuleta historia hii kueleza hali kwa hivi, hofu imekuwa kubwa. Na mwaka 63, miaka miwili tu baada ya kupata uhuru, baraza la wazee wa watano ndio hili linalokodisia akina Hassan bila kuwa katika baraza la wazee watano, lakini akina Schneider Planten katika baraza la tano, au akina Idi Faiz Mafongo, hawa ndio wazee wenyewe watano. Ikawa sasa wameambiwa kuwa baraza la tano limevunjwa kwa sababu linachanganya dini na siasa. Sasa labda mimi nikuulize wewe au niwaulize hao walikuwa nasema hawa wazee wa baraza la tano wanachanganya dini na Sheikh Suleiman Takadiri alipofukuzwa, ile nafasi yake kashikaidi tulio. Hawa watu wa Jamatul Islamia. Sasa vipi utasema hawa watu wanachanganya dini na siasa? Kwa nini ili jambo la kuchanganya dini na siasa lije leo? Kwa nini halikuja wakati tunapigania uhuru wa Tanganyika? Hii ndio imekuwa kitendawili kikubwa. Na hata walipokuja kuandika kitabu cha Mwalimu Nyerere hii biography ambayo na mimi nilihusika, biography ya Mwalimu Nyerere, haya ninayokueleza mimi humu utakuta ni jambo ambalo kila mtu analiogopa, na hata kwenye historia ya tano, wale Waislamu 6 walioanzisha African Session, mzee Kleist, Suleiman Majisu, mzee bin Sudi, Ali Saidi Mpima, Zibe Kidasi na huyu mwingine nani, Ibrahim Hamisi, huwaoni mahali popote utawakuta hawatajwi. Na hata Mwalimu alikuja vipi kuingia katika uongozi wa TAA mpaka kila siku atakwambia kuwa Mwalimu alichukua uongozi. Kachukua uongozi kwa nani? Ule uchaguzi wa 53 ule, yeye na Abdul Sax kugombea nafasi ya president hawaelezi. Wala ilikuwa kuwa vipi yale mazungumzo baina ya Abdul Sax na Abdul Sax pamoja na Mzee Mwapachu na Ali Mwitambo nyumbani kwa Mzee Mwapachu na sio, hawaelezi. Hukuti chochote. Tunakuwa na historia ambayo haifahamiki vizuri. Sasa hii ndio hali wanaposema kuwa amechanganya dini na siasa. Hii ndio hali ile kuwepo. Na pengine leo tunapata shida kuwa historia imekufa na watu hawajui mapenzi yaliyokuwepo baina ya watu, jamii, kuwa mtu alikuwa tizama kwa dini yake. Na wala hiyo kusoma dua, kufanya nini katika tano, haikuwa kumbagua mtu, ile yote ilikuwa kumwelekea Allah. Nadhani mabwana nimekujibuni swali lenu na mmeelewa. Kama mkuelewa basi itakuwa ni bahati mbaya, lakini nikizama swali zenu naona kuwa mmefurahi na mmeelewa kuwa hii ndio ilikuwa, hii ndio historia ambayo shule hawakusomesheni kwa hofu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.